usitarajie kuvuna maua. Kumlinda mtoto anayekosa adabu sio upendo, ni kumtengenezea silaha ya kukuangamiza wewe mwenyewe. Simulizi. Mpwa wangu alimwaga dawa ya kuua vijidudu kwenye chakula kilichokuwa kikipikwa jikoni. Nilipoona hivyo, nilimkemea vikali. Lakini shemeji yangu aliona na akakasirika sana. Wazazi wangu na kaka yangu pia walinipinga. Nilihuzunika, lakini sikujadili nao. Nani angeweza kujua kwamba usiku huo huo mpwa wangu angemwaga petroli chumbani mwangu na kunichanganya moto hadi nifariki. Nilipoifungua macho yangu, nilikuwa nimerudi siku ile alipomwaga dawa kwenye sufuria. Nilijifanya sikuona. Kisha nikageuka na kutembea mbele, nikitabasamu. Hisia ya moto unaonichoma ngozi ilikuwa isiyovumilika. Katika maisha yangu ya awali, mpwa wangu mwenyewe, mwenye miaka 13 tu, alinichoma moto ndani ya chumba cha kuhifadhia vitu. Baadaye, wazazi wangu, kaka yangu na shemeji yangu walimsamehe mnyama yule. Hata walisema pale kaburini mwangu kwamba bado angeweza kuwa mtu mzuri. Nilikuwa na hasira kubwa hadi mwili wangu wote ulitetemeka. Kisha nikafungua macho na kutambua, nimezaliwa upya. Siku ile, mpwa wangu aliyeharibika tabia alimimina chupa nzima ya dawa ya kuua vijidudu kwenye sufuria ya mchele. Yote kwa sababu mama yangu alimwambia ajifunze kupika. Kwa hivyo alitumia dawa badala ya maji, akijaribu kutupikia mchele wenye sumu. Mara hii, niliachilia mbali tabia yangu ya kuwa mwokozi. Nilichukua mfuko wangu na kupiga kelele. Mama, baba, dada, kitu kimejitokeza kazini, naondoka. Wewe ni msichana. Kwa nini ufanye kazi kwa bidii hivyo? Oa mwanaume tajiri mapema na ufurahie maisha. Je, si hiyo ni bora? Ujifunze kwa shemeji yako. Mimi ndiye ninayelipia gharama zake za maisha. Kama nisifanye kazi, kaka yangu atamlipa dola 5,000 mwezi ujao. Nilipofunga mlango, mama yangu alikuwa kimya. Upepo wa usiku ulikuwa baridi, lakini nilitabasamu kama mtu aliyepata uhuru wa kweli. Hatimaye niliweza kuishi kwa ajili yangu mwenyewe. Funzo la katikati. Msamaha bila nidhamu ni chakula cha uovu. Ukikataa kumrudi mtoto leo, dunia itamfunza kwa uchungu kesho na wewe utakuwa mhanga wa kwanza. Kwanza, nilikwenda baa na kunywa kidogo hadi nililevya. Kisha niliangalia saa na kwenda nyumba ya mpenzi wangu wa zamani. Tulikuwa tumeachana miezi 2 iliyopita. Sababu ikiwa kwamba familia yangu ilitaka mahari ya dola 500,000. Sikumwomba hata. Nilikataa mwenyewe. Alikuwa amesomea chuo kizuri na alikuwa na kazi nzuri, lakini kuhifadhi dola 500,000 ilikuwa karibu haiwezekani. Kwa hivyo ili nimwachie uhuru, nililazimisha kumaliza mahusiano yetu. Sasa hata sikutaka familia yangu tena. Kwa nini basi nisirejee furaha yangu mwenyewe? Alipouniona, Jolene alisimama kimya kwa sekunde. Niuliza mara moja, je, una mpenzi sasa? Unataka turejee pamoja? Bila shaka nataka. Je, ulinicha kwa sababu nilikuwa maskini? Ilikuwa kosa langu. Sikutaka kukuvuta kwenye msukosuko wa familia yangu. Lakini sasa nimekuja kwa akili zangu. Turudi pamoja. Baada ya kusema hivyo, nilijitupa mikononi mwake. Asubuhi iliyofuata, nilivaa shati la Jolene, nilikula kiamsha kinywa alichoandaa, kisha polepole niliingiza simu yangu. Hivi karibuni simu ilianza kulia. Sauti ya mama yangu iliyojaa hofu na machozi. Wewe mpuuzi. Ulikimbia wapi? Baba yako yuko chumba cha dharura hospitalini na bado hajakuja nje. Nenda hospitalini na ulete pesa nyingi za taslimu. Niliposikia hivyo, nilivaa haraka kuondoka. Jolene, akiona wasiwasi wangu, alisema, nitakupeleka. Jolene, bado una ukanda mweusi wa karate sivyo? Bado ninafanya mazoezi. Kwa nini niulize? Mtu alimkasirisha familia yako? Hapana. Msichana wangu anakaribia kudhulumiwa. Kumbuka. Wakati utakapofika. Nilifika hospitalini naye. Mama yangu, kaka yangu na shemeji yangu walikuwepo wote. Uso wa mama yangu ulikuwa umepauka. Hata alikuwa na sindano ya mishipa mkononi. Baba alipata nini? Kwa nini anahitaji matibabu ya dharura ghafla? Si kitu kikubwa, ni tatizo lake la zamani la tumbo tu. Nenda kulipa ada ya upasuaji kwanza. Kaka yako na shemeji yako pia hawajisikii vizuri.
Nilieneza mikono yangu, mnajua hali yangu, hukuwa na kazi nzuri. Unafanya kazi mchana wote na kupata kiasi hicho tu. Dada, mimi ninapata zaidi ya $10,000 kwa mwezi. Kaka yako anapata $3,500 tu. Zaidi ya hayo, hukuwa ukisimamia pesa za familia. Usiniambie umezipoteza zote. Kaka yangu na mama waliangalia shemeji yangu, bila uchaguzi, alikwenda kulipa bili ya hospitali. Nilimfuata na kutazama. Wao, ada za watu 5. Ada ya kuhuisha baba yangu. Ada ya kusafisha tumbo la mama yangu. Ada ya hospitali kwa mpwa wangu na kusafisha tumbo lake. Na hata ada za matibabu za kaka yangu na shemeji yangu. Mbele ya mama na kaka, nilimuuliza shemeji yangu vikali, kwa nini Xiaoping alihitaji tumbo lake kusafishwa? Na kwa nini mama pia? Je, walikula kitu kichafu? Haiwezekani, hatukununua mboga zote safi. Alisita, si jambo kubwa sana. Ni kusafisha tumbo tu. Nini? Hilo si jambo zito. Hapo hapa milango ya chumba cha dharura ilifunguka. Daktari mkuu alitoka akionekana amechoka kabisa. Alitikisa kichwa. Mlimleta marehemu. Mgonjwa alikuwa na ugonjwa wa moyo na alimeza dawa ya kuua vijidudu nyingi mno. Hatukuweza kumwokoa. Huzuni ndogo iliinuka moyoni mwangu. Baba yangu alimpenda sana mjukuu wake mkubwa. Katika maisha yangu ya awali, baada ya kufariki kwangu, yeye mwenyewe alimwambia polisi kwamba mimi ndiye niliyewasha moto kwa kuvuta sigara, kwamba haikuwa na uhusiano wowote na mjukuu wake. Sasa, yeye mwenyewe amefariki kwa mkono wa mjukuu huyo huyo. Nilishangaa, angalimsamehe bado mjukuu wake mpendwa? Mama, dada, hasa nini kilitokea? Haiwezekani. Jinsi gani inaweza kuwa mbaya hivyo? Ilikuwa ni dawa tu. Xiaoping alikuwa anatucheza mchezo tu. Alimwaga dawa kwenye chakula. Jinsi gani mtu anaweza kufariki kwa sababu ya hiyo? Dada, nilikuambia zamani kumfundisha nidhamu. Tazama sasa, ameharibu familia nzima. Shemeji yangu alirudi nyuma hatua chache, kana kwamba angeanguka. Kisha kaka yangu alinikumbusha na kusema, kwa nini unamlaumu mwanangu? Bado ni mdogo, hajui vizuri, lakini wewe, kabla hujaondoka, kwa nini hukuangalia alikuwa anafanya nini? Ulikuwa ukipenda kuingiliana na mambo ya wengine. Kwa nini hukuingilia jana? Nilijiegemeza kwenye mikono ya Jolin na kupiga kelele. Nilikuwa na haraka ya kwenda kazini jana. Ninyi hamkumwangalia mtoto wenu wenyewe, ni kosa langu vipi? Sasa baba amefariki. Nimempoteza baba yangu. Ninyi ni wauaji. Ninyi ni wauaji. Katika maisha haya, nilipaswa kujifunza kujilinda na kuwapiga muhuri wa aibu walioupenda sana. Kaka yangu bado alitaka kunipiga. Zaolin alimkandamiza chini kwa mwendo mmoja. Mama yangu alijua tu kulia. Shemeji yangu bado alikataa kuamini ukweli. Lakini mwishowe, baba yangu aliteketezwa. Siku hiyo hiyo, mpwa wangu aliruhusiwa kutoka hospitalini. Siku ya mazishi ya baba yangu, nilisimama mbele ya jiwe lake la kaburi na kunyamaza kimya. Je, unajuta? Labda hakujuta. Kwa sababu hakunipenda. Mafunzo ya mwisho. Usiwe mbeba mizigo ya watu wanaokunyonya. Heri kuwa na uhuru wako kuliko kuwa mtumwa wa familia isiyokuthamini. Malipo ya malezi mabaya ni mauti.